Mkuu wa wilaya ya Kondoa Mheshimiwa Fatma Almasi Nyangasa amefunga mafunzo ya siku 2 yaliyotolewa kwa madiwani pamoja na wakuu wa idara na vitengo wa halmashauri ya mji Kondoa, yakiwa na lengo la kuwajengea uwezo waheshimiwa madiwani katika uendeshaji na usimamizi wa shughuli za serikali za mitaa ili kuweza kutoa huduma bora kwa wananchi. Nyangasa amewapongeza waheshimiwa madiwani kwa kushiriki katika mafunzo hayo na kuwataka waheshimiwa hao kuyatumia mafunzo hayo kwa vitendo zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hatua hiyo, kwa sababu mmeona kuna umuhimu mkubwa wa haya mafunzo, ndio maana wote mmeweza kushiriki. Lakini pili, niwapongeze wenzetu ambao wamekuja kutupatia mafunzo haya. Lakini serikali yetu imeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kutupatia mafunzo haya ili tuweze kwenda vizuri kwenye halmashauri zetu, tuende kama timu moja inayolenga kuinua halmashauri kutoka ilipo sasa iweze kupiga hatua chanya. Hata hivyo, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Kondoa Mheshimiwa Zainab Harob amemshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kondoa kwa kufanya haraka ya kuwaleta wakufunzi na kuwapa mafunzo hayo. Nimshukuru mkurugenzi. Mafunzo haya yalikuwa yafanyike tarehe 23 mpaka 25 ya mwezi Februari, lakini tulipoona kuwa tunahitaji kupata mafunzo kwa haraka, naye na wasaidizi wake walijitahidi kwa kila njia kuweza kuwapata wakufunzi hao kwa wakati. Akiongea mbele ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kondoa ndugu Said Majaliwa amesema kama halmashauri wataendelea kutekeleza wajibu wa serikali wa kuwawezesha viongozi ili waweze kuongoza wananchi vizuri kwa kuwapa mafunzo kila inapohitajika. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama alivyosema mkufunzi wetu, sisi halmashauri ya mji wa Kondoa tunatekeleza wajibu na matakwa ya serikali ya kuwawezesha viongozi wetu ili waweze kuwaongoza wananchi vizuri, na ametoa ufafanuzi mzuri. Na sisi kama halmashauri ya mji wa Kondoa, maelekezo yetu ilikuwa ni kuhakikisha tunawezesha mafunzo haya kwa waheshimiwa madiwani. Lengo ni kumwezesha mheshimiwa diwani kuwa na uelewa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na uongozi pamoja na utawala bora. Lakini katika mada hii tutaangalia maana ya uongozi, sifa za kiongozi bora, na dhana na msingi wa utawala bora, pamoja na kuainisha faida za utawala bora. Katika mafunzo hayo, madiwani walijifunza mada mbalimbali ikiwemo uongozi na utawala bora, maadili ya madiwani, sheria za uendeshaji wa shughuli za serikali za mitaa, mipango, bajeti na usimamizi wa miradi ya maendeleo, pamoja na usimamizi wa ardhi katika mamlaka za serikali za mitaa. Mafunzo hayo ya siku 2 yametolewa na chuo cha serikali za mitaa Hombolo, ambapo yamefanyika katika ukumbi wa halmashauri ya mji Kondoa.